الحمد لله الذي جعل رمضان موسما لفعل القربات والصالحات ونيل الدرجات والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل ختام رمضان ميدانا لجليل الطاعات وجميل القربات وباب الاستدراك الفائتات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من جد وقام وأزكى وصلى وصام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusia kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, shahrukum alkarim qad azama ala arrahil ولم يبق منه إلا الزمن القليل، فمن كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول، ومن كان منكم مهملا فليتب إلى الله وليعتذر من تقصيره فإن العذر قبل الموت مقبول. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa tumo katika saumu ya 23 katika mwezi wa Ramadhani, ni kusema hakuna kilichobakia ndani ya Ramadhani isipokuwa wiki moja. Mwezi wa Ramadhani umeshaazimia kuondoka na hakuna kilichobaki ndani yake isipokuwa siku chache sana. Basi yeyote miongoni mwenu aliyejipinda na akafanya mema, basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hayo aliyoweza kupewa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala, na muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala amkubalie ibada zake alizozitenda. Na ikiwa kuna miongoni mwenu yoyote ambaye amezembea katika kufanya taa katika mwezi huu wa Ramadhani katika siku hizo zilizotangulia, basi na atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atake udhuru kwake Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mapungufu aliyoyafanya, kwani udhuru kabla ya kifo ni wenye kukubaliwa. Ndugu zangu Waislamu, ndani ya 10 la mwisho la Ramadhani kuna ibada nyingine inayozidi. Ndani ya Ramadhani kuna ibada zimezidi, qiyamu at-tarawih, na watu wanatakiwa waongeze juhudi ndani ya Ramadhani katika kuongeza ibada zao. Na hayo ni kama alivyosimulia mama Aisha radhiallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya juhudi katika mwezi wa Ramadhani, juhudi ambayo haifanyi katika miezi mingine. Wa fil 10 al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi, na juhudi hiyo anaiongeza katika 10 la mwisho la Ramadhani, juhudi ambayo hakuwa kiifanya katika mwanzo wa Ramadhani. Ni kuonesha ya kwamba jambo la kheri kila linapokaribia kumalizika, basi wale wenye imani huwa wanapapia na kukimbilia ya kwamba zile kheri waziongeze, ili kwamba ikifika kuondoka washapata faida katika yale
ambayo waliyakusudia kuyatenda. Sasa kuna ibada nyingine ambayo inaongezeka mahsus katika katika 10 la mwisho la Ramadhani, nayo ni ibada ya i'tikaf, ibada ambayo kigezo chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokea alipoanza kuifanya ibada hii hakuachana nayo mpaka alipokufa. Na alipokufa wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba waliendelea kuitenda ibada hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam juhudi yake ameiongeza, maana Mama Aisha anatuambia kwamba alikuwa anafanya juhudi ndani ya mwezi wa Ramadhani, juhudi ambayo haifanyi katika miezi ya kawaida. Lakini na katika 10 la mwisho alikuwa anafanya juhudi ambayo haifanyi katika siku za mwanzo wa Ramadhani. Tutizame juhudi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika 10 hili la mwisho ambalo halijabakia isipokuwa siku chache. Ilikuwa ni juhudi gani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaifanya? Ya kwanza kabisa ni al-i'tikaf. Anafanya i'tikaf. Na i'tikaf ni mtu kujifunga ndani ya msikiti kwa ajili ya ibada, kwamba hatoki msikitini isipokuwa katika yale mambo ya dharura ambayo sheria imemruhusu kutoka. Kinyume na hapo anabakia msikitini kwa siku 10 zote kufanya ibada. Sahaba Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'takifu fi 10 al-awakhir min Ramadan. Alikuwa anafanya i'tikafu Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani anajifunga msikitini, hatoki msikitini. Maana kujifunga sio kwa kamba, yani anajizuia nafsi yake, hatoki msikitini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili 10 la mwisho. Pia juhudi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam nyingine ni ihya'ul layl. Katika 10 hili la mwisho mahsus alikuwa anahuisha usiku wake. Na ukiambiwa anahuisha usiku, maana yake Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa kilala usiku. Maana yake amebadilisha programu yake ya kulala, ameiondosha usiku na ameiweka katika muda wa mchana. Na bila shaka mchana si sehemu ya kulala, isipokuwa anatimiza tu yale matakwa ya mwili wa mwanadamu, kwamba apumzike kidogo japo masaa 2-3 ili kwamba apate nguvu za kuendelea kufanya ibada za nyingine ambazo zinafanyika mchana wa Ramadhani, kusoma Qur'ani na mengineyo. Anasimulia Mama Aisha radhiallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr ahya al-layl, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inapoingia 10 la mwisho la Ramadhani, basi alikuwa anahuisha usiku wake. Wa aikadha ahla, ilikuwa hatoshelezeki yeye peke yake, alikuwa anawaamsha na watu wake wa nyumbani. Ukiambiwa watu wa nyumbani, kuanzia mke na wanaofuata ndio watu wa nyumbani. Watoto, kama kuna ndugu, kuna mfanyakazi, anawaamsha, lengo la kwamba wafanye ibada katika 10 hili la mwisho la Ramadhani. Wajadda wa shadda al-mizar, na alikuwa yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam anajipinda kisawasawa katika kufanya ibada, na alikuwa anafunga shuka yake. Wafasiri au washereheshaji wa hadithi neno wa shadda al-mizar wamelitafsiri kwa maana mbili. Ya kwanza ni kwamba kufunga mkaja, na maana kufunga mkaja manake anajipinda katika kufanya ibada. Lakini tafsiri ya pili ambayo ndiyo itakayokuwa munasib zaidi, kwa sababu wajadda wa shadda al-mizar, tayari tafsiri ya kujipinda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika juhudi ya kufanya ibada ishatangulia kutajwa. Kwa hiyo tafsiri ya pili ambayo ndiyo kwa upande wangu naiona ndiyo zaidi, kwamba shadda al-mizar anafunga shuka yake kwa maana anatengana na wake zake, kwa sababu yuko msikitini
Kwa yeye na wake zake hakuna maingiliano yoyote yanayoendelea kwa 10 zima la Ramadhani. Ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kajifunga kijumla jamala na ibada, hataki suala jingine, sio suala la kutafuta biashara kufanya, si suala la kustarehe na wake zake, si jingine lolote. Kazi yake ni moja tu, anaitafuta Lailatul Qadr, anatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na hadithi iliyokuja kuonesha ya kwamba maana ya kukaa i'tikafu katika 10 la mwisho, nini hikma yake, ni hadithi ambayo anaisimulia mama Aisha radhi za Allah ziwe juu yake. Anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi 10 al-awakhir min Ramadan, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakaa i'tikafu katika 10 la mwisho la Ramadhan. Wayaqul, na alikuwa anasema kuambia watu, taharrau lailatul qadri fi 10 al-awakhir min Ramadan, itafuteni lailatul qadri katika siku 10 za mwisho za Ramadhani. Lailatul qadri ndio nini? Usiku wenye cheo. Wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min 1000 shahr. Lailatul qadri ni bora, ule usiku mmoja tu wa lailatul qadr ni bora kuliko miezi 1000. Kipiga hisabu hapo 1000 ukagawa kwa 12 ambayo ni miezi ya mwaka, utapata miaka 83 na points kwa usiku mmoja tu. Kwa watu wenye akili na imani, lazima akili ambatane na imani, hawawezi wakapoteza fursa hii, katu hawawezi kupoteza fursa hii. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kashahakikishiwa pepo, ameshakufutiwa dhambi zake zilizotangulia na zile ambazo hata hajazitenda, Allah kampa risiti kabisa. Mpaka leo tunasoma inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Fath anamwambia Allah amekusamehe madhambi yako uliyoyatanguliza, uliokuwa ushayatenda na au uliokuwa bado hukuyatenda, Allah kishakusamehe. Na huyu aliyosamehewa madhambi yake ndo mama Aisha anasema idha dakhala al-ashr ahya al-layl, ukiingia 10 la mwisho anahuisha usiku, anajipinda, anawaamsha watu wake, anaepukana na wake zake. Anatafuta nini? Anakitaka nini? Na ameshamesamehewa madhambi yake. Na aliyesamehewa madhambi hana dhambi, pahali pake wapi? Peponi. Bali si peponi tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiumbe wa kheri kuliko wote, ni kiumbe ambaye atakuwa na daraja ya juu sana peponi. Na kila baada ya adhana tunamwombea dua, ati Muhammadan alwasila walfadila. Alwasila manzila iliyokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala atapata mtu mmoja tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema arju an akuna minhu, mimi natarajia niwe katika nafasi hiyo. Niombeeni dua kila baada ya adhana, na mimi nitakuja kuwafanyia shufaa siku ya kiyama. Huyu ndio anahuisha usiku. Tena ukisikia anahuisha usiku, anahuisha kisawasawa, kwa qiraa, kwa sala, kwa dhikri, kwa kila namna za ibada. Ilikuwa akisimama kusali mpaka miguu yake inapasuka. Mama Aisha anamuonea huruma, anamwambia ya Rasulullah, nini unataka wewe? Wewe sio uliosamehewa madhambi yako yaliyokupita na ambayo hujayatenda bado, nini unataka kingine mpaka unajitesa nafsi yako namna hiyo? Sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam jawabu lake, anasema afala akunu abdan shakura,
Hivyo mimi siwi mja wa shukrani. Kheri hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuwahi kumpa mtu yoyote, kanipa mie, kanisamehe madhambi yangu yote mpaka nilokuwa sijayatenda, basi siwi mja wa kushukuru. Kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam kujipinda kwake kote katika ibada anafanya shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi na wewe hatuna dhamana ya pepo wala hatuna dhamana ya kukingwa na moto. Tulistahili zaidi tujipinde na tuhuishe usiku wetu, kama kupasuka miguu tupasuke, kwa sababu sisi tunakitaka kikubwa kuliko anachokitaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunataka kuepushwa na moto, tuingizwe katika pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kishaepushwa na moto tayari, pepo kishapewa dhamana. Sisi tulistahili zaidi. Huyu ndio mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio kigezo chetu. Kisha akatutaka tukuitafute sisi Lailatul Qadr ili tukajiokoe na moto, kwa sababu tutakapopata Lailatul Qadr itakuwa tendo letu, ibada yetu tuliyoifanya katika usiku ule itaongezwa kuliko miezi 1000. Ukipata mwaka huu Ramadhani hii, ukapata Ramadhani nyingine na Ramadhani za nyuma umepata, tunatarajia minal faizin. Lakini kama utaendekeza shetani na nafsi, wa amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, ama yule ambaye atakayehofia kisimamo mbele ya Mola wake na akaikataza nafsi na matamanio yake, basi pepo ndio mafikio yake. Allah tujalie katika hao. Wa amma man tagha wa athara alhayat ad-dunya fa inna aljahima hiya almawa, yule ambaye aliyependekeza, aliyefadhilisha uhai wa dunia akachupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, moto ndio mafikio yake, wal iyadhu billah. Sasa hii ni fursa tumepewa mimi na wewe, ni fursa ambayo kwa mwaka imekuwepo katika usiku mmoja wa Lailatul Qadr. Vipi Muislamu mwenye imani unapata moyo wa kuifuata nafsi yako ya kwamba wacha nilale bwana, nimechoka sana. Umechoka sana kweli? Ulichoka kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam alovimba miguu, alopasuka miguu kwa kusimama? Hebu niambie msikiti gani wanasimama mpaka watu wanavimba miguu? Upo? Watu wamesimama sana muda wa saa 1:30, wanasali rakaa zao 11 kwa juzuu moja muda wa saa 1:30, kwa wingi sana. Kama watafika, ipo kama ipo itakuwepo, ni michache sana, kama ni masaa 2:30, na hapo ukienda basi ukuti watu, utakuta watu ambao pengine hata mkono mmoja idadi yao hawamalizi. Hichi ndio kisimamo tunachokisimama. Baada ya hapo ujipinde, angalau usome Qur'ani, ulete adhkar, ulete istighfar, wa bil ashari hum yastaghfirun, ili kwamba ukapate najah minan nar. Mtume sallallahu alaihi wasallam mbali ya kutuambia tuitafute Lailatul Qadr katika 10 la mwisho la Ramadhani, akasema tena taharru Lailatul Qadr fi al-witr min 10 al-awakhir min Ramadhan, itafuteni Lailatul Qadr katika siku za witri za 10 la mwisho la Ramadhani, nazo ni 21, 23, mwezi 25, 27 na 29. Siku tano katika siku 10 za Ramadhani za mwisho, ndani yake zinapatikana siku 5 za witri. 2 zimeshapita ambazo ni mwezi 21 na 23. 23 ndio hii tuloamkia leo, usiku wake ni ule wa jana. Usiku huu unaokuja mbele yetu ni usiku wa mwezi 24, sio usiku wa witri. Kwa hiyo tumebakisha 25, 27 na 29. Kwa nini kama ulighafilika na nafsi uliendekeza, kwa nini hizi siku zilizobakia wiki moja kumalizika Ramadhani, kwa nini usijipinde? Unaweza kuwa
ndio unamalizia umri wako. Pengine ndiyo Ramadhani hii jua halijazama unaondoka. Pengine siku ya sikukuu huwezi kujijua, pengine baada ya kumalizika sikukuu. Kwa nini usijipinde ukatafuta husnul khatima, mwisho uliokuwa mwema? Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kila la khairi na atupe husnul khatima. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa ya fawza almustaghfirin wa ya najata at-taibin.